DW. Je, umeipata hiyo? Naanza na habari hii ya mchungaji wa Kinigeria ambaye amejipatia umaarufu mkubwa baada ya kusambaa video yake inayomuonyesha akimfufua mtu. Mchungaji Alf Lukau hivi sasa anakanusha kwamba yeye hana nguvu kubwa za namna hiyo, akisema kimsingi mtu huyo aliletwa akiwa hai. Anasema jeneza la mtu huyo lililetwa kanisani wakati akiendelea na ibada ya kawaida. Akizungumza na kituo kimoja cha redio, alidai jeneza lilianza kutingishika wakati likiletwa kanisani, jambo ambalo lilimfanya atambue kuwa ndani kuna mtu ambaye bado akiwa yungali na uhai wake. Waumini walianza kumwombea na kumfanya jumuike kanisani. Inaelezwa kwa mtu ambaye alikuwa katika jeneza hilo inadaiwa aliletwa kanisani na familia yake kwa matumaini ya kumrejesha uhai wake kimiujiza. Hii habari bila shaka msikilizaji unaifahamu. Sasa pastor kaibuka na kusema kile ambacho kinaonekana sicho ambacho yeye alikuwa akikifanya, kwa maana kwamba hakumfufua yule mtu, aliletwa akiwa bado katika hali tete. Mzozo wa kisiasa au tofauti za kisiasa zinaweza kuathiri mwenendo wa maisha ya familia. Nasema mwenendo wa maisha ya familia, kwa mfano imeweza kushuhudiwa itikadi tofauti katika siasa zikamkosesha kazi au fursa biashara kijana au mtoto wa familia tofauti katika kampuni, shirika au hata idara. Jambo hilo limejidhihirisha mjini Brussels nchini Ubelgiji, pale ambapo binti wa msemaji wa rais wa Urusi Vladimir Putin alipokumbwa na kikwazo kikubwa wakati akitaka kujiunga katika mafunzo kwa vitendo baada ya masomo yake katika ofisi za bunge la Umoja wa Ulaya. Mbunge mmoja wa mrengo wa kulia Shepherd alionekana akikumkingia kifua binti huyo Elizaveta Peskova, mtoto wa Dmitry Peskov, akisema mafunzo hayo ni muhimu kwa vile binti huyo anasoma sheria na mahusiano ya kimataifa nchini Ufaransa. Urusi na Ulaya zimo katika mkwamo wa kidiplomasia, ingawa hata hivyo utetezi wake ulishinda na akapata nafasi. Ukilitazama kwa kina jambo hilo ni kwamba kuna hofu labda binti atumika kijasusi na kudukua baadhi ya taarifa muhimu za Umoja wa Ulaya. Pamoja na hayo, bunge la Ulaya limesema watu waliokuwa katika mafunzo hawapati fursa ya kuzifikia taarifa nyeti. Kwa hivyo wanajiamini kuwa wanaweza kuwa salama hata akifanya mafunzo mtu yoyote katika ofisi zao. Kila watu wanavyozidi kupata ufahamu wa kielimu na ukichanganya hali ngumu ya maisha, wanazidi kubuni namna ya kujipatia kipato kwa namna mbalimbali na nyingi. Miongoni mwa hizo zimo za haramu na tena pasipo uoga kabisa. Hivi karibuni mahakama moja nchini Kenya imewashtaki watu 7 kwa kuigiza sauti ya Rais Uhuru Kenyatta na kufanikisha wizi mkubwa wa fedha kutoka kwa mfanyabiashara tajiri nchini Kenya Naushad Merali. Merali anamiliki kiwanda cha kutengeneza matairi ya gari, ambaye alipigwa simu na mmoja wa watumiwa akiigiza sauti ya Uhuru Kenyatta akimshawishi ampatie pesa za kusaidia mipango ya kibiashara ikiwemo biashara ya ardhi. Shirika la habari la Uingereza Reuters limekuwa shilingi milioni 10 za Kenya sawa na euro 76,000. Msikilizaji, huu unaweza kuita upigaji wa karne. Watu wanamtumia rais katika wizi. Hebu fikiria hapo ulipo, mtu atumie jina la rais wako katika jambo kama hilo la wizi. Mwisho wa kipindi kingine kama hiki kitasikika juma lijalo, muda na wakati kama huu. Mimi ni Sudi Mnete. DW. Je, umeipata hiyo? Bwana mmoja ameuawa kwa kutafunwa na simba ambaye alikuwa akimfuga mwenyewe. Mkasa huo unamhusu kijana Michel Prasek, umetokea huko mashariki mwa Jamhuri ya Czech. Mkasa ulizusha hofu kubwa kwa jamii ya watu katika maeneo hayo karibu na makazi na nyumbani kwa kijana huyu. Baba mzazi wa Prasek aliukuta mwili wa mtoto wake katika eneo ambalo simba huyo alikuwa akihifadhiwa.
Hata hivyo, Simba aliuawa kwa kupigwa risasi. Msemaji wa polisi amewaambia waandishi habari kwamba iliwalazimu kufanya mauaji hayo ya Simba ili kufika mahala ambao mwili wa marehemu ulilala. Presek ametajwa kuwa na umri wa miaka 33. Alimnunua Simba huyo mwaka 2016 huko Slovakia akiwa na jike lake mwaka uliopita, ambapo wote kwa pamoja aliwajengea hifadhi ya pamoja katika eneo la wigo wa nyumba yake kijijini Zochov. Hata hivyo, hatari imemfika mwenyewe kwa vile polisi inasema alikuwa na kawaida kualika majirani zake katika bustani yake kuwaona wanyama hao, ingawa hakuwa na kibali cha kufanya hivyo. Matumizi ya dawa za kulevya kwa wakazi wa sehemu fulani la jiji la London yameathiri maisha ya viumbe vilivyomo katika mto Thames. Inaathiri maisha ya kawaida na hata katika kuzaliana. Watafiti katika jiji hilo, baada ya uchunguzi wao wa kina, walibaini kuwepo kwa kiwango kikubwa cha dawa za kulevya aina ya cocaine. Michael Weller, mtaalamu wa ekolojia katika wakfu wa uhifadhi wa wanyamapori mjini London, anasema utiririshaji wa mkojo katika maji ya mto huo ndio chanzo, na kwamba viumbe ikiwemo samaki wanazidi kupungua siku hadi siku. Viumbe vya majini nao wanakuwa wateja. Msikilizaji, matumizi ya dawa ya kulevya, kumbe unapojisaidia utiririshaji wa maji katika baadhi ya maeneo ya mito kwa lengo la kutoa maji machafu, basi viumbe vilivyomo mle navyo vinaathirika. Nguvu ya dawa hizo unaweza kuzitafakari hapo. Kwa kawaida, wakulima katika maeneo mengi ya ulimwengu walikuwa wakiathiriwa sana na madawa ya kuua wadudu wenye nguvu zisizo za kawaida. Lakini nchini India, katika jimbo la Madhya Pradesh, kasuku wa revi ndio wamekuwa shubiri ya wakulima wa zao la popi, ambalo mbegu zake hutumika katika kutengenezea madawa, sabuni na pombe. Ndege hao wanaelezwa kuweza kuingia shambani hata mara 40 kwa siku na kufanya uharibifu mkubwa. Kwa kawaida wanasubiri wakati wa uvunaji baada ya watu kukata mimea yao, kisha wao kwa mkupua wanaingia shambani. Wataalamu wanasema mbegu za popi zina kilevi ambacho ndege hao wanapozitumia sana wanaingia katika uraibu. Kwa hivyo ndege hao sasa katika jimbo la Madhya Pradesh wanakuwa kama wateja. Wanakaa wakati fulani, wanajisikia hali ya kichwa kina yumba, basi lazima waingie katika shamba wapate vitu ndio wawe sawa sawa. Sasa wanapokolea na dozi ya matumizi imezidi, kwa hivyo wakulima hawapati kitu. Mwisho wa kipindi kingine kama hiki kitasikika juma lijalo, muda na wakati kama huu. Jina langu ni Sudi Mnete. DW. Je, umepata hiyo? Ndege moja ndogo nchini Australia ilipitiliza umbali wa zaidi ya kilomita 50 angani kutokana na rubani wake kulala katika chumba cha kuongozea ndege. Rubani huyo alikuwa peke yake katika ndege hiyo ya mizigo iitwayo Vortex Air iliyokuwa ikitoka Devonport huko Tasmania kuelekea King Island. Uchunguzi unaendelea kwa kuwa hadi hivi sasa haijaweza kufahamika kwa namna gani rubani huyo aliweza kutoa salama na ndege hiyo, huku taarifa duru zikionyesha kuwa alilala wakati ndege hiyo ikitembea tena kwa kasi. Mamlaka inayosimamia usalama wa usafirishaji nchini Australia ambayo inachunguza mkasa huo imesema bado inakitathmini na kukifuatilia kwa kina kisa hicho. Vitendo vya kishirikina na kuangalia bahati, jambo lenye kufanana na kupiga amri, ni sehemu ya maisha kila siku nchini Thailand. Msikilizaji, unajua unanitegea sikio kwa hamu sana. Unajua mambo haya yapo sana barani Afrika katika maeneo mengi, mambo ya kiutamaduni haya. Katika hekalu moja katika mji wa Bangkok, wageni wamekuwa wakiwasili katika eneo hilo kila juma kwa ajili ya matarajio ya kupata taarifa zao chini ya gome la mti wa zamani. Mamia ya watu wameendelea kushuka katika hekalu hilo la ibada hiyo la Kunatri Rutharam kila wiki kutoa heshima zao kwa mti huo mkubwa ambao hauna uhai, au niseme mti mfu, ambao umeongezewa matengenezo ya maua mazuri na hapo hutolewa sadaka kutoka kwa jamii hiyo ya watu wenye kuabudu, na
na kuamini kwamba mambo yanaweza kuwa mazuri. Miongoni mwa mambo ya haraka kwa wakati huo ambao watu hao wanaamini, pamoja na kushinda bahati nasibu na kubadili maisha yao, kila mtu anataka maisha mazuri. Kuna kila mbinu, wapo wanaotumia njia haramu za unyang'anyi, wapo wenye kuamini mambo yasiyo kuwa na uhakika, mambo ya kusadikika. Daktari mmoja katika jimbo la magharibi la India, Gujarat, ametiwa mbaroni kwa kosa la kumfanyia upasuaji mama mjamzito akiwa amelewa chakali. Polisi wanasema mtoto alikufa katika kipindi kifupi baada ya upasuaji, mtoto ambaye alitarajiwa azaliwe, na baadaye pia muda mfupi mama mzazi akapoteza maisha. Kipimo kilevi alichofanywa daktari huyo kilibaini kuwa alikuwa matingasi kwa lugha ya mjini, au ana ulevi wa kutosha kichwani mwake huku akifanya kazi hiyo nyeti. Kwa tathmini ya kawaida wanasema huyu bwana alikuwa anafanya maskara na maisha ya mtu. Daktari huyo aliyefahamika kama jina la PJ Lakani ni daktari bingwa na mzoefu ambaye pia amekuwa akihudumu katika vituo vya tiba vya umma kwa takriban miaka 5. Yani huyu amekuwa rekodi yake inaonyesha amekuwa tu katika vituo vya serikali akifanya huduma hiyo ambayo wanaisema haikuwa mbaya kwa wakati wote. Mapema juma hili mama mjamzito, rekodi inaonyesha, aliyefahamika kwa jina la Kamini Chachi aliwaishwa hospitalini baada ya kupata uchungu wa uzazi. Vyombo vya habari vya India vimeandika kwamba familia yake ambayo ilikuwa ikisubiri kupata taarifa za heri za kuzaliwa mtoto mpya, familia yake ikawa na habari za majonzi za kupoteza mama na mtoto. Katika mkasa huo wa upasuaji, inaelezwa kwa mama alipoteza damu nyingi sana. Mtuhumiwa yupo Rupango na polisi wanasema alitoa taarifa mwenyewe baada ya operesheni yake kutofua dafu na kofia kama akitoka nje ya kituo cha tiba angekumbana na hasira za ndugu wa marehemu. Manake alikuwa akitafakari, nitawaeleza nini ndugu za marehemu kwa wakati huo. Ndivyo akapiga simu polisi wakaja eneo la tukio. Baada ya kumchunguza hata yeye mwenyewe, wakamkuta katika hali ambayo tafrani anafanya upasuaji akiwa amelewa. Mwisho wa kipindi kingine kama hiki kinasikika muda na wakati kama huu juma lijalo. Mimi ni Sudi Mnete. Mori azaliwa Paris, pole pole o Amina, kochokunda mape. DW. Je, umeipata hiyo? Jinsi mapenzi yanavyomfanya mtu awe kipofu, au kama wanavyosema wahenga, mwenye mapenzi haoni ingawa macho anayo. Ni kisa cha bwana mmoja wa miaka 26 anajulikana kama Ingo, alivyowapiga nyundo baba yake na mama yake mpaka wakafa na kuzifunga maiti baadaye ndani ya ghala la nyumba yao. Kisa hicho kimejiri Disemba mwaka 2017 katika mji wa kusini wa Nuremberg. Inaelezwa chanzo ni mapenzi. Bwana Ingo alikuwa na mapenzi makubwa na mkewe ambaye wakati huo alikuwa mchumba wake, lakini kikwazo kikubwa kikawa wazazi wake, yani mama na baba. Msikilizaji, ya mambo yapo hata hapa Ulaya. Kwa vile walikuwa katika mapenzi moto na kupanga mipango yao ya ndoa, lakini kikwazo kikubwa kikawa hao wazee. Sasa kwa kutumia kiwango kikubwa cha mahaba alichonacho mwanaume, mke aliyetajwa kwa jina la Steven P mwenye umri wa miaka 23 alimshawishi waue wazazi wao, yani baba na mama wa Ingo, na baada ya kulitimiza jambo hilo siku chache baadaye wakafunga ndoa. Inatajwa pia kwamba baada ya kuwa waonekani hawa wanandoa wapya, walikwenda kuripoti polisi kwamba hawaonekani wazazi wao. Lakini Mungu mkubwa katika jambo hili, wamekuwa kama wamebainika na sasa ndio watuhumiwa. Kesi kwa hivi sasa inaunguruma mahakamani. Mwenye mapenzi haoni, wa wazazi anachukua nyundo anagonga vichwani wazee wale
wanatoweka ulimwenguni. Na tuamie katika jambo ambalo pamoja na kuandikwa katika vyombo vya habari limekuwa pia likijadiliwa katika mitandao ya kijamii. Mkasa wenyewe umetokea huko Greenville, South Carolina nchini Marekani. Ni la kusikitisha kwa vile mama mmoja, Sabrina Emmerich, mwenye umri wa miaka 25, alitoa ridhaa kwa rafiki yake wa kiume, niite hivyo, au mchumba au mwenza wake ambaye amekuwa akiishi naye ndani, Robert Saladaga, mwenye umri wa miaka 37, kumtia pilipili machoni na ukeni mtoto mdogo wa kike, ikiwa ni kama adhabu baada ya kukojoa katika sofa. Serikali haikumwacha, walimkamata na kumsweka rumande. Polisi wanasema kitendo hicho cha kikatili kilichofanywa na Saladaga kilifanywa Septemba 2017. Hata hivyo wameachiwa huru kwa dhamana wakisubiri kesi yao, wakati watoto wakiwa chini ya uangalizi wa familia nyingine maalum. Ikitokea jambo kama hili katika nchi zilizoendelea nyingi, unanyang'anywa mtoto au watoto, unaonekana si mtu salama. Saladaga amevishwa chombo maalum cha kumfuatilia mwenendo yake na haruhusiwi kuwasiliana na watoto. Pamoja na kile kinachoelezwa kwa jitihada za kupiga vita unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto wadogo, lakini hali inatajwa kuendelea kukithiri katika maeneo tofauti ya Afrika. Angalizo hapa sizungumzii unyanyasaji wa kingono au ndoa ya vijana wenye umri mdogo na wazee, la hasha, bali ndoa au unyanyasaji kama huo kwa watoto hasa wadogo. Kulikuwa na ripoti moja nchini Nigeria ambayo iligonga vichwa vya habari ya mtoto wa umri wa miaka 13 kupewa mimba na bwana wa miaka 42. Sasa imechukua sura mpya baada ya mtoto huyo kujifungua mtoto wake wa kike hospitali moja huko Benin. Mkasa wenyewe ni wa kusikitisha zaidi kwa kuwa ripoti inasema baba wa mtoto mpya ambaye anatajwa kwa jina la Moses alianza kufanyia unyanyasaji wa kingono mama mtoto ambaye pia ni binti yake wa kumzaa akiwa na umri wa miaka 7. Zingatia, huyo aliyefanywa unyanyasaji wa kingono ni binti ya muhusika, yani mtuhumiwa ambaye anamzalisha mwanawe. Na hili limetokea baada ya kifo cha mama wa mtoto huyo ambaye bwana huyo ndiye aliyekuwa mume wake wa ndoa. Vitendo vibaya kutoka kwa baba yake huyo mtoto huyo vilifahamika Oktoba 2018 na sheria katika mkondo wake, baba kufungwa jela miaka 14 na kazi ngumu. Hii ndio walimwengu wanasema duniani kuna mambo. Kwa taratibu za kifamilia, baba kazaa na mwanawe wa kumzaa wa umri wa miaka 13 ambaye pamoja na kuwa na umri huo mdogo, swali hapa linakuja pamoja na athari ziki mazingira, kiitikadi. Je, kiumbe kipya, yani mtoto aliyezaliwa, atamuita baba bwana huyo ambaye yuko gerezani sasa hivi, au babu, au vyote kwa pamoja? Sina la kuongeza. Mimi ni Sudi Mnete na nikuage. BW. Je, umeipata hiyo? Ndege moja ya abiria ya shirika la ndege la Southwest nchini Marekani iliyokuwa ikisafiri kutoka mjini Seattle kwenda Dallas ilazimika kukata safari katikati ya safari yake baada moyo mbadala wa binadamu kusaulika ndani yake. Shirika hilo la ndege la Southwest linasema kuwa kiungo hicho kilikuwa kipelekwa Seattle kutoka California ambako ilitarajiwa kutolewa mishipa ambayo ingetumika baadaye kwa utaratibu wa tiba ya upandikizaji katika moyo wa binadamu mwingine aliyekuwa akiugua au mwenye matatizo ya moyo. Lakini kasha ambalo lilihifadhi moyo huo likasaulika ndani ya ndege hiyo, na hilo likabainika wakati ndege ikiwa tayari imekwisha anza safari ikiwa angani kuelekea Dallas. Rubani aliweza kuwataarifu abiria baada ya kutokea mkasa huo, ingawa shirika la ndege halikuweza mara moja kutaja kampuni iliyokuwa ikisafirisha moyo huo wala kutoa taarifa za kina. Duru zinaeleza ndege hiyo ilikuwa tayari imetumia masaa 3 hewani, na wataalamu wanasema kwa kawaida moyo wa binadamu unaweza kuhifadhiwa kwa masaa 8 hadi 6 kabla ya
kufanyiwa upandikizaji. Daktari mmoja alikuwa ni miongoni mwa abiria kwenye ndege hiyo ambaye hakuwa na uhusiano wowote na kiungo hicho kilichokuwa kinasafirishwa. Andrew Gottschalk amenukuliwa na gazeti la Seattle Times akisema kwamba tukio hili ni simulizi ya kutisha, ya kuogofya, ya uzembe wa hali ya juu. Hata hivyo, baada ya kurejea Seattle, moyo huo ulipelekwa kwenye kituo cha kuhifadhiwa. Bado haijaeleweka kama uliendelea kufanya kazi au ulikwenda kumsaidia mtu ambaye akitakiwa kupatiwa matibabu ya upandikizaji. Kutokana na kitisho kitokanacho na ongezeko la joto duniani, jeshi nchini Uholanzi limetangaza rasmi kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni adui wa kuzingatiwa, yaani adui mkubwa. Athari za ongezeko hilo la joto tumesababisha ongezeko la mahitaji jeshini ambayo yanakwenda kufungamanishwa na majukumu asilia ya kijeshi. Chanzo kutoka jeshini nchini humo kinasema sababu ya kuwafanya mabadiliko ya tabia nchi kuwa ni adui namba moja ni matukio ya majanga ya kibinadamu kutabiliwa kutokana na hali hiyo katika maeneo ya jirani ya visiwa vya Pacific, eneo ambalo mara kadhaa jeshi la New Zealand lazima lipate usaidizi. New Zealand imewahi kusaidia nchi za visiwa kama Vanuatu na Fiji pale zinapokumbwa na vimbunga vibaya kabisa katika miaka ya nyuma. Sasa jeshi la Uholanzi safari limetangaza kwamba mabadiliko ya kitabia nchi ni adui namba moja pengine kuliko hata vita, na inapotokea dharura basi wanajeshi wawe na uwezo madhubuti huenda kokote kuweza kuwanusuru raia. Mkasa huu umetokea katika mji wa Wari, jimbo la Delta nchini Nigeria, ambapo inaelezwa katika hali ya kushangaza ombaomba mmoja wa kike asiyeweza kuona aliweza kurejesha uwezo wake wa kuona tena baada ya kushambuliwa kwa mabomu ya kutoa machozi. Mwanamke huyo mwenye umri wa kati alitiwa mbaroni na polisi akiwa na binti yake mdogo. Unajua tabia za ombaomba, anakuwa na mtoto pembeni akimsaidia shughuli hizo ili apate huruma zaidi ya watu. Rais wa asasi inayojihusisha na ustawi wa watoto nchini Nigeria, Joshua Omorere, anasema walikuwa katika operesheni ya kuondoa ombaomba hao bandia ambao wanawalaghai wananchi. Wengi wao hawana uhakika na ukweli wa vile viungo wanavyoviainisha kwamba ni vibovu au vina athari. Kwa ombaomba huyu, polisi ilikuwa na wasiwasi kwamba inawezekana upofu wake ulikuwa wa ulaghai, ingawa baadaye ikawa inaelezwa mabomu ya kutoa machozi ndio yaliyomponya. Bado habari hii inaendelea kuwa na utata, lakini ndio hivyo, amepona. Mwisho wa kipindi kingine kama hiki kitaweza kusikika juma lijalo muda na wakati kama huu. Jina langu ni Sudi Mnete. DW. Je, umeipata hiyo? Tunaanzia hapa Ulaya. Katika duka moja kubwa mjini Copenhagen, Denmark, mmiliki wa duka hilo alilazimika kuiondoa sanamu ya mwanamuziki maarufu wa miondoko ya pop Michael Jackson kwa kile alichoeleza kuwa kinawaghadhibisha wateja na wanaweza kupungua kuja katika duka hilo kutokana na kile kinachoelezwa tuhuma za wakati wa uhai wake mwanamuziki huyo za kuwadhalilisha watoto wa kiume. Charlotte Anderson, meneja masoko wa duka hilo, alikiambia kituo cha televisheni cha TV2 kwamba wamepokea malalamiko takriban 15 kuhusu sanamu ya Michael Jackson. Mengi ya malalamiko hayo ni kutoka kwa familia zenye watoto. Kutokana na hali hiyo, duka hilo kubwa kabisa na kongwe nchini Denmark limeamua kuondosha sanamu ya gwiji la miondoko ya pop kwa kulinda wateja. Unasikia watu wanavyolinda maadili katika baadhi ya maeneo yao. Jinamizi la tuhuma bado linaendelea kumwandama Michael Jackson pamoja na kwamba hayupo ulimwenguni. Wazazi wa kijana mmoja mfanyabiashara nchini India, Rafael Samuel, wanahangaika kutafuta namna ya kujinasua na mikono ya sheria baada ya kijana huyo kuamojea shutuma zilizoambatana na mashtaka ya kumzaa bila ridhaa yake. Kijana mtuhumu anasema ni makosa makubwa amefanya ya kumleta duniani na kumfanya aishi kwenye msoto wa kuhangaika na maisha kwa muda mrefu. Amekiri kwamba ni jambo gumu sana la kuwepo kwa maridhiano kabla ya kuzaliwa kwake, lakini amesisitiza kuwa haukuwa uamuzi wao kuzaliwa. Rafael anasema anapaswa kulipwa kwa maisha yake yote ili kumuondoa katika hali ngumu ya maisha na kumepusha na kusakanya ili kupata riziki. Duru zinaeleza kuwa wazazi wa mtoto huyo ambao wote
ni wanasheria wanalizingatia kwa umakini mkubwa swala hilo. Mama yake Kavita Kenneth Samuel ameonyeshwa kufurahishwa na hatua ya mtoto huyo na kusema kwa vile yeye na baba yake ni wanasheria, wanasubiri kupandishwa kizimbani na mtoto wao, lakini hamasa zaidi ipo katika namna ambayo mtoto wao ataeleza kwa namna gani wangeweza kufanya naye mjadala kabla ya kuzaliwa kwake. Lakini pia akaongeza yuko tayari kutiwa hatiani kama kutabainika kosa. Msikilizaji, hebu fikiria wazazi hawa, afu fikiria na kule kwingine. Nadhani sasa huyu bwana angekuwa anapata laana au analaaniwa kwa namna tofauti. Kwanza anapata laana wazazi kwa kitendo hiki, lakini pia wajomba, shangazi na watu wengine wanaoshuhudia, ingekuwa balaa tupu. Matumizi ya nguvu ya kupita kiasi, hili neno linatumiwa haswa kwa vyombo vya usalama kama polisi pale wanavyoshughulika na masuala ya kuleta hali ya amani na utulivu, lakini kwa namna isiyopendeza. Nasema namna isiyopendeza au isiyofaa. Najua unatega kusikia kutaka kujua nini hasa nataka kukisema. Jambo husika ni mkasa ambao umetokea nchini Indonesia, pale ambapo polisi wa nchi hiyo walipolazimika kuomba radhi na kutoa ahadi ya kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya maafisa wa polisi waliotumia nyoka hai kumzinga mtuhumiwa shingoni kwa lengo la kumshinikiza aseme ukweli wakati wa mahojiano makali ya kipolisi. Mtuhumiwa alikuwa akishinikizwa kusema ukweli na askari hao baada ya kuhusishwa na wizi wa simu ya mkononi katika video ambayo imetapakaa kwa kiasi kikubwa, imetapakaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii. Usiniulize maswali mengi, najua hoja ni je, nyoka ana sumu? Je, akimuuma mtuhumiwa na labda kusababisha kifo inakuwaje? Mwisho wa kipindi kingine kama hiki juma lijalo, muda na wakati kama huu, mimi ni Sudi Mnete. DW. Je, umeipata hiyo? Kwa watu wengi wanaopendana, harakati zilishaanza muda mrefu za kutafutiana zawadi hii na ile, mradi watu kudumisha na kuoneshana mapenzi. Hapa Ujerumani maduka takribani yote yamesheheni ofa kwa ajili ya sikukuu hii ya Valentine, au niseme mapunguzo. Yamejaa tele huko madukani, na kwa hivyo watu wanavyomiminika madukani kununua zawadi, sipati cha kukueleza. Maduka mengi yanayokuwa yanafurika watu ni maduka hasa yanauza vitu vya urembo wa kike na manukato. Sijui kwa nini, lakini mambo ni hivyo. Sijui kama wanawake ndio hasa wanaonunuliwa zawadi kwa wingi katika siku hiyo au wanaume, lakini ninachokishuhudia zaidi hapo Ujerumani, maduka ya kuuza vitu vya urembo wa kike na manukato ndio yanaosheheni hasa. Nye wewe huko uliko, nini kinachoendelea katika harakati za kuelekea siku hiyo ya wapendanao? Hebu tunyuze basi. Unanipaga furahi, ukiniacha utanipa jakalaro. Nipe mimi kwengine we useme no, shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa mapenzi. Tukibakia katika siku hiyo ya Valentine, nadharia zipo nyingi kuhusu chimbuko la Valentine's Day. Kuna wanaoamini hivi kwamba katika karne ya 3 katika utawala wa Roma ulikuwa ukitawaliwa na mfalme Claudius wa pili Gothicus. Alibandikwa jina na kuitwa Claudius Katili kwa sababu ya uongozi wake uliokuwa wa kikatili na tabia ya kuingia kwenye vita na kuwatukana wananchi wake pia. Na kwa hakika alijiingiza kwenye vita vingi kipindi cha karne ya 3 mpaka kufikia hali ya kuwa na tatizo kubwa la kupata wanajeshi kutosha. Mfalme huyu aliamini kwamba anakosa wanajeshi kwa sababu wanaume wa Kiroma hawakutaka kuacha wake zao au familia zao. Kwa hivyo alipiga marufuku watu kuoana au kujumbiana huko Roma. Kwa hivyo maelfu ya watu walikata tamaa ya kuingia kwenye ndoa kutokana na amri ya mfalme huyo, na hakuna aliyekuwa tayari kumpinga mfalme huyo. Lakini padri mmoja kwa jina Valentine, yeye alijitokeza kupigania mapenzi. Alianza kuwaozesha watu kwa siri kabla
kabla ya watu kwenda vitani. Kwa maana hiyo aliikaidi amri ya mfalme. Lakini siku moja unaambiwa mfalme Claudius alikuja kugundua siri hiyo, na Valentine alikamatwa na kufungwa na kuhukumiwa kifo. Lakini wakati akisubiri kuuawa, alitumbukia kwenye mahaba mazito na msichana aliyekuwa mlemavu wa macho. Usiku kabla ya siku yake ya kunyongwa, Valentine alimwandikia barua kwa wino wa majimaji ya maua. Sasa inavyosemekana ni kwamba maneno aliyoyaandika kwenye barua hiyo yalimfanya mpaka yule msichana mwenye ulemavu wa macho akaweza kuona tena. Jinsi maneno yalivyokuwa matamu, jinsi maneno yalivyokuwa yamejaa mahaba. Lakini kwa bahati mbaya yalikuwa mahaba ya muda mfupi sana, maana siku ya pili Valentine alinyongwa na utawala wa Roma. Na hapo ndipo ilipotajwa kwamba Saint Valentine alijitolea maisha yake kupambania mapenzi, kupambania watu kuunganika katika ndoa. Na kwa maana hiyo wanaoamini katika nadharia hiyo wanaamini kwamba ingawa Valentine aliuawa, lakini mwamko wake bado ungali hai. Wewe je, msikilizaji, unaiamini nadharia hii? Haya, tunaingia katika umepata hii nyingine. Wanasayansi wamefanikiwa kutumia seli shina za panya au wanaziita stem cells kama zinavyoitwa Kiingereza, kukuza figo kwenye kiini tete cha panya kwa kutumia teknolojia ambayo huenda siku moja wanasema ikasaidia katika kukuza figo la binadamu kwa ajili ya upandikizaji. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kwamba mafanikio yao yalikuwa tu ni hatua ya kwanza, na kwamba vizingiti vikubwa vya kiufundi pamoja na masuala ya kimaadili bado yanaendelea kuwepo kabla mchakato huo haujaanza kutumika katika viungo vya binadamu. Utafiti unaonesha kwamba ni ushahidi wa kwanza unaonesha kwamba huenda ukawa mojawapo ya njia za kutoa suluhu katika tatizo kubwa la ukosefu wa figo za kuchangia kwa watu wenye maradhi yanayosababishwa na matatizo ya figo. Mimi ni Saumu Masimba, asante kwa kuwa nami. Hadi mara nyingine, kwa heri. 2 for the money, 3 for the 3 for the honey, 4 for the 4 when you shake your bum bum bum. Unaweza msikilizaji kukisikiliza tena kipindi hicho katika mtandao wetu dw.com/Kiswahili. DW. Je, umeipata hiyo? Lipo neno ambalo sana katika kulinda hoja zao, kusema tafiti. Niseme tafiti pingwa na tukio. Sasa umetokea mjini London wa mwanamke mmoja tendo la ndoa. Nasema hospitalini kwa takriban wiki mbili baada ya masuala ya afya. Uingereza liitwalo mwengo wa kisayansi, zipo ndege zilizorushwa zopiga picha zikiwa zimebebwa na hizo ni aina yake, kwa kuwa maji chini ya bahari chini Uingereza katika visiwa vya Ushelisheli. Lakini ninavyozungumza sasa, chombo hiki ni muhimu katika uchunguzi mpya wa kuweza kubaini mengine utafiti huo ambao upo katika ambao wanaishi katika maeneo ya bahari, shughuli nyingine kama uvuvi. Kaelea katika maji kwa muda mrefu, mchezo wa kutumia viboti vidogo vyenye kuendesha aina ya jinsi, akaifunga upande wa miguu na kuikinga kwa upepo katika eneo la kiuno, kisha kuifunga shingoni mithili ya life jacket, yani majaketi ya kujiokoa katika vyombo vya usafiri wa majini. Kitendo hicho kilimsaidia kukaa baharini kwa masaa 3 kabla hajaokolewa na wasamaria mwema. Msikilizaji, usipuze. Najua inawezekana ukasema mimi najua kuogelea. Kuna wakati mwingine unapata dhoruba ukiwa mbali sana, hata zaidi ya masaa 3 ili ufike nchi kavu kutahitaji pumzi na nguvu. Sasa ukipata kitu cha kukusaidia, ndugu yangu, umenusurika. Mwisho wa kipindi kingine kama hiki kitasikika juma lijalo muda na wakati kama huu. Mimi ni Sudi Mnete. Dans la respiration.
BW. Je, umeipata hiyo? Lipo neno ambalo wajuzi wanalitumia sana katika kulinda hoja zao kwa kusema tafiti zinapingwa na tafiti. Lakini kwa mkasa huu sijui niseme tafiti zinapingwa na tukio. Kuna mkasa umetokea mjini London wa mwanamke mmoja wa umri wa miaka 44 kupata kiharusi wakati akiwa katika kilele cha tendo la ndoa. Nasema tafiti inapingwa na tukio kwa vile zipo tafiti kadha ambazo zinaeleza kwamba tendo hilo linafanya mwenendo wa damu mwilini kuwa mzuri na kufanya pia mapigo ya moyo kwenda sawia. Sasa katika kisa hiki cha mwanamama huyu wa Kiingereza, madaktari wa hospitali ya West Middlesex, West London, wanasema kitendo hicho kilisababisha kupasuka kwa mishipa ya damu na kuongeza kasi ya mapigo ya moyo na hivyo kumsababishia ugonjwa wa kiharusi. Pamoja na kwamba mwanamke huyo alikuwa mnywaji pombe, mvutaji sigara na starehe nyingine kadha wa kadha, lakini vyote hivyo havikuwa sababu ya kupooza kwake. Alivuja damu sehemu fulani ya ubongo kwa kiasi kidogo sana, ndio sababu. Hata hivyo baada ya kulazwa hospitalini kwa takriban wiki 2, baadaye alipata nafuu na kurejea katika hali yake ya kawaida. Habari hii msikilizaji ipo katika jarida la masuala ya afya ya Uingereza liitwalo British Medical Journal. Si mambo ya kubunibuni au kufurahisha genge. Utamu wa tendo la ndoa umemtia kiharusi. Isikutishe. Katika ulimwengu wa kisayansi zipo ndege zinazorushwa bila rubani, drone, lakini pia zipo kamera zinazopiga picha zikiwa zimebebwa na hizo drone. Lakini hii mpya ni ya aina yake kwa kuwa drone yenye kamera inazamishwa, inakuwa kama nyambizi na kutembea kwenye maji, chini ya bahari, chini ya mto, na kupiga picha. Sasa hivi karibuni mpango wanasayansi wa Uingereza katika visiwa vya Ushelisheli vilipata pigo kubwa baada ya drone yenye kamera kutoweka na kukata mawasiliano. Lakini ninavyozungumza sasa chombo hicho kimepatikana kiwa chini kabisa ardhi ya bahari. Kamera hizo zilizo katika mpango wa utafiti uitao Necton Mission ni muhimu katika uchunguzi mpya wa kuweza kubaini kina halisi cha bahari ya Hindi. Pamoja na mambo mengine, utafiti huo ambao upo katika 50% ya uchunguzi wake pamoja na unajikita pia katika kujua hali ya kimazingira katika eneo la bahari hiyo. Hii msikilizaji inaweza kusaidia na hasa kwa wale ambao wanaishi katika maeneo ya bahari, maziwa au mito, wale wanaotumia usafiri katika maeneo hayo au hata shughuli nyingine kama uvuvi. Hivi unafahamu kama suruali uliyoivaa inaweza kukuokoa pale inapotokea dhoruba? Unaweza ukaelea katika maji kwa muda mrefu kabla ya hujaokolewa au hata kukusaidia kusogea maeneo ya nchi kavu. Bwana mmoja Mjerumani ambaye anacheza mchezo yacht, ule mchezo wa kutumia viboti vidogo vyenye kuendeshwa kwa kasi ya tanga, tambaa kubwa hivi na kufuata upepo, ajikuta akipoteza uelekeo katika eneo la mbali la bahari katika mwambao wa New Zealand, ambapo chombo alichokuwa kikitumia kilitoweka kufuatia kasi ya maji na mawimbi na kumwacha katika hali tete. Arne Murke mwenye umri wa miaka 32 alitumia suruali yake aina ya jeans, akaifunga upande wa miguu na kuikinga kwa upepo katika eneo la kiuno, kisha kuifunga shingoni mithili ya life jacket, yale majaketi ya kujiokoa katika vyombo vya usafiri wa majini. Kitendo hicho kilimsaidia kukaa baharini kwa masaa 3 kabla hajaokolewa na wasamaria mwema. Msikilizaji, usipuuze. Najua inawezekana ukasema mimi najua kuogelea. Kuna wakati mwingine unapata dhoruba ukiwa mbali sana, hata zaidi ya masaa 3 ili ufike nchi kavu kutahitaji pumzi na nguvu. Sasa ukipata kitu cha kukusaidia, ndugu yangu, umenusurika. Mwisho wa kipindi kingine kama hiki kitasikika juma lijalo muda na wakati kama huu. Mimi ni Sudi Mnete. BW. Je, umeipata hiyo? Teknolojia msikilizaji ni jambo mtambuka.
Hapa nina maana kwamba hakuna mahala ambapo unaweza kuikwepa kwa wakati huu. Wachawi kutoka jamii ya Waromania wanatoa huduma yao kwa wateja kwa kupitia video au simu ya video na kuwapa maneno ya kiimani wateja hao. Utaratibu huo unaendeshwa moja kwa moja kutoka kaskazini mwa Bucharest, ambako moja ya familia nyingi zenye kuendesha mjadala kama hiyo zinaendesha kwa mawasiliano mubashara ya Facebook. Cassandra Buzea mwenye umri wa miaka 20 anasema sio swala la simu au Facebook. Mchawi mwenye nguvu za kutosha za giza anaweza kutatua tatizo hata kama akiwa mbali. Anasema sio simu ambayo inaleta miujiza, ni yale maneno. Anadai zile karama walizonazo zinaweza kufanya kazi kwa kuonana hata kwa njia ya mitandao, yani kama vile WhatsApp call, Facebook call na nyingine za namna hiyo. Yani pale mnavyoonana tu kwa simu ya kutumia WhatsApp hiyo au Facebook uso kwa uso, basi dawa mujarabu inaingia. Kwa muda mrefu uchawi umekuwa kama desturi katika mataifa ya Ulaya Mashariki. Takriban wachawi 4,000 miongoni mwa wengi wanatajwa kuwa na wateja katika mataifa ya Ulaya, Asia na Marekani. Kwa kutumia teknolojia sasa ya mawasiliano, wenyewe wanasema hakuna kilichobadilika. Nguvu ya ndumba ipo pale pale, zaidi ni kupata urahisi tu wa kuwasiliana na wateja. Sasa sijui wale wanasema uchawi wa uvuki bahari watajificha wapi safari hii. Kijana wa umri wa miaka 16, Siachela Lamuka, amefunga ndoa na mchumba wake Tando mwenye umri wa miaka 15 huko kaskazini mwa KwaZulu Natal, Afrika Kusini hiyo, msikilizaji, bondeni. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Sun, Lamuka amesema amefurahishwa sana na binti huyo katika kiwango ambacho ameamua sasa achukue jumla. Hii hamasa anasema alipata tangu katika hatua za awali kabisa walipokutana na mrembo huyo. Mume huyo wa chini ya umri wa miaka 18 alisikika akijinasibu kwamba Tando sasa amekuwa mke wake. Lakini pamoja na kuchukua hatua hiyo katika umri wa mapema sana, wenyewe wanasema hawana haraka ya kukimbilia kuzaa watoto. Na hisi hawa wanafahamu kuwa watakuwa watoto wakati wao vile. Na hisi hawa wanafahamu kuwa watakuwa na watoto wakati wao wenyewe vile vile ni watoto. Kwa hivyo wanadhani utakuwa si utaratibu mzuri watoto kulea watoto wengine. Kuhusu taratibu za uzazi wanasema bado kwanza wanavuta muda, bila shaka wanataka wakomae katika ndoa yao. Amenusurika kuuawa baada ya kuangukiwa na rundo la nyuki kichwani wakati akipita chini ya mti mmoja huko Arizona nchini Marekani. Duru zinaeleza majeruhi ni mama ambaye alikuwa akitoka mchukua mwanawe katika kituo cha chekechea karibu na makazi yake. Rundo hilo alikumwacha salama, aling'atwa kati ya mara 20 hadi 30 kichwani kabla kikosi cha zimamoto kumnasua. Ina maana nyuki 30 inawezekana ndio walikuwa wamemng'ata kwa makadirio hayo. Unajua si rahisi sana wakati unashambuliwa na nyuki, majirani au mtu au watu walio karibu na wewe kuja kukunasua. Kila mtu wakati huo anataka kujinusuru. Chanzo cha kuporomoka kwa nyuki hao ni upepo mkali. Hata hivyo kikosi hicho cha zimamoto cha wanausalama kilifika haraka katika eneo la tukio na kupuliza dawa fulani iliyowaua na kuwatawanya, na baadaye majeruhi alipelekwa hospitali haraka. Mwisho wa kipindi kingine kama hiki kitasikika juma lijalo siku kama ya leo. Ni W. Je, umeipata hiyo? Lipo
lipo neno ambalo wajuzi wanalitumia sana katika kulinda hoja zao kwa kusema tafiti zinapingwa na tafiti. Lakini kwa mkasa huu sijui niseme tafiti zinapingwa na tukio. Kuna mkasa umetokea mjini London wa mwanamke mmoja wa umri wa miaka 44 kupata kiharusi wakati akiwa katika kilele cha tendo la ndoa. Nasema tafiti inapingwa na tukio kwa vile zipo tafiti kadha ambazo zinaeleza kwamba tendo hilo linafanya mwenendo wa damu mwilini kuwa mzuri na kufanya pia mapigo ya moyo kwenda sawia. Sasa katika kisa hiki cha mama huyu wa Kiingereza, madaktari wa hospitali ya West Middlesex, West London, wanasema kitendo hicho kilisababisha kupasuka kwa mishipa ya damu na kuongeza kasi ya mapigo ya moyo na hivyo kumsababishia ugonjwa wa kiharusi. Pamoja na kwamba mwanamke huyo alikuwa mnywaji pombe, mvutaji sigara na starehe nyingine kadha wa kadha, lakini vyote hivyo havikuwa sababu ya kupooza kwake. Alivuja damu sehemu fulani ya ubongo kwa kiasi kidogo sana, ndio sababu. Hata hivyo baada ya kulazwa hospitalini kwa takriban wiki 2, baadaye alipata nafuu na kurejea katika hali yake ya kawaida. Habari hii msikilizaji ipo katika jarida la masuala ya afya ya Uingereza liitwalo British Medical Journal. Si mambo ya kubunibuni au kufurahisha genge. Utamu wa tendo la ndoa umemtia kiharusi. Isikutishe. Katika ulimwengu wa kisayansi zipo ndege zinazorushwa bila rubani, drone, lakini pia zipo kamera zinazopiga picha zikiwa zimebebwa na hizo drone. Lakini hii mpya ni ya aina yake kwa kuwa drone yenye kamera inazamishwa, inakuwa kama nyambizi na kutembea kwenye maji, chini ya bahari, chini ya mto, na kupiga picha. Sasa hivi karibuni mpango wanasayansi wa Uingereza katika visiwa vya Ushelisheli vilipata pigo kubwa baada ya drone yenye kamera kutoweka na kukata mawasiliano. Lakini ninavyozungumza sasa chombo hicho kimepatikana kiwa chini kabisa ardhi ya bahari. Kamera hizo zilizo katika mpango wa utafiti uitao Necton Mission ni muhimu katika uchunguzi mpya wa kuweza kubaini kina halisi cha bahari ya Hindi. Pamoja na mambo mengine, utafiti huo ambao upo katika 50% ya uchunguzi wake pamoja na unajikita pia katika kujua hali ya kimazingira katika eneo la bahari hiyo. Hii msikilizaji inaweza kusaidia na hasa kwa wale ambao wanaishi katika maeneo ya bahari, maziwa au mito, wale wanaotumia usafiri katika maeneo hayo au hata shughuli nyingine kama uvuvi. Hivi unafahamu kama suruali uliyoivaa inaweza kukuokoa pale inapotokea dhoruba? Unaweza ukaelea katika maji kwa muda mrefu kabla ya hujaokolewa au hata kukusaidia kusogea maeneo ya nchi kavu. Bwana mmoja Mjerumani ambaye anacheza mchezo wa yacht, ule mchezo wa kutumia viboti vidogo vyenye kuendeshwa kwa kasi ya tanga, tambaa kubwa hivi na kufuata upepo, ajikuta akipoteza uelekeo katika eneo la mbali la bahari katika mwambao wa New Zealand, ambapo chombo alichokuwa kikitumia kilitoweka kufuatia kasi ya maji na mawimbi na kumwacha katika hali tete. Arne Murke mwenye umri wa miaka 32 alitumia suruali yake aina ya jeans, akaifunga upande wa miguu na kuikinga kwa upepo katika eneo la kiuno, kisha kuifunga shingoni mithili ya life jacket, yale majaketi ya kujiokoa katika vyombo vya usafiri wa majini. Kitendo hicho kilimsaidia kukaa baharini kwa masaa 3 kabla hajaokolewa na wasamaria mwema. Msikilizaji, usipuuze. Najua inawezekana ukasema mimi najua kuogelea. Kuna wakati mwingine unapata dhoruba ukiwa mbali sana, hata zaidi ya masaa 3 ili ufike nchi kavu kutahitaji pumzi na nguvu. Sasa ukipata kitu cha kukusaidia, ndugu yangu, umenusurika. Mwisho wa kipindi kingine kama hiki kitasikika juma lijalo muda na wakati kama huu. Mimi ni Sudi Mneti. DW. Je, umeipata hiyo? Ndege moja ya abiria ya shirika la ndege la Southwest nchini Marekani iliyokuwa ikisafiri kutoka mjini Seattle kwenda Dallas
ilazimika kukata safari katikati ya safari yake baada moyo mbadala wa binadamu kusaulika ndani yake. Shirika hilo la ndege la Southwest linasema kuwa kiungo hicho kilikuwa kipelekwa Seattle kutoka California, ambako ilitarajiwa kutolewa mishipa ambayo ingetumika baadaye kwa utaratibu wa tiba ya upandikizaji katika moyo wa binadamu mwingine aliyekuwa akiugua au mwenye matatizo ya moyo. Lakini kasha ambalo lilihifadhi moyo huo likasaulika ndani ya ndege hiyo, na hilo likabainika ndege ikiwa tayari imekwisha anza safari ikiwa angani kuelekea Dallas. Rubani aliweza kuwataarifu abiria baada ya kutokea mkasa huo, ingawa shirika la ndege halikuweza mara moja kutaja kampuni iliyokuwa ikisafirisha moyo huo wala kutoa taarifa za kina. Duru zinaeleza ndege hiyo ilikuwa tayari imetumia masaa 3 hewani, na wataalamu wanasema kwa kawaida moyo wa binadamu unaweza kuhifadhiwa kwa masaa 4 hadi 6 kabla ya kufanyiwa upandikizaji. Daktari mmoja alikuwa ni miongoni mwa abiria kwenye ndege hiyo ambaye hakuwa na uhusiano wowote na kiungo hicho kilichokuwa kinasafirishwa. Andrew Gottschalk amenukuliwa na gazeti la Seattle Times akisema kwamba tukio hili ni simulizi ya kutisha, ya kuogofya, ya uzembe wa hali ya juu. Hata hivyo, baada ya kurejea Seattle, moyo huo ulipelekwa kwenye kituo cha kuhifadhiwa. Bado haijaeleweka kama uliendelea kufanya kazi au ulikwenda kumsaidia mtu ambaye akitakiwa kupatiwa matibabu ya upandikizaji. Kutokana na kitisho kitokanacho na ongezeko la joto duniani, jeshi nchini Uholanzi limetangaza rasmi kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni adui wa kuzingatiwa, yaani adui mkubwa. Athari za ongezeko hilo la joto kumesababisha ongezeko la mahitaji jeshini ambayo yanakwenda kufungamanishwa na majukumu asilia ya kijeshi. Chanzo kutoka jeshini nchini humo kinasema sababu ya kuwafanya mabadiliko ya tabia nchi kuwa ni adui namba 1 ni matukio ya majanga ya kibinadamu kutabiliwa kutokana na hali hiyo katika maeneo ya jirani ya visiwa vya Pacific, eneo ambalo mara kadhaa jeshi la New Zealand lazima lipate usaidizi. New Zealand imewahi kusaidia nchi za visiwa kama Vanuatu na Fiji pale zinapokumbwa na vimbunga vibaya kabisa katika miaka ya nyuma. Sasa jeshi la Uholanzi safari hii limetangaza kwamba mabadiliko ya kitabia nchi ni adui namba 1 pengine kuliko hata vita, na inapotokea dharura basi wanajeshi wawe na uwezo madhubuti huenda kokote kuweza kuwanusuru raia. Mkasa huu umetokea katika mji wa Wari, jimbo la Delta nchini Nigeria, ambapo inaelezwa katika hali ya kushangaza ombaomba mmoja wa kike asiyeweza kuona aliweza kurejesha uwezo wake wa kuona tena baada ya kushambuliwa kwa mabomu ya kutoa machozi. Mwanamke huyo mwenye umri wa kati alitiwa mbaroni na polisi akiwa na binti yake mdogo. Unajua tabia za ombaomba, anakuwa na mtoto pembeni akimsaidia shughuli hizo ili apate huruma zaidi ya watu. Rais wa asasi inayojihusisha na ustawi wa watoto nchini Nigeria, Joshua Omorere, anasema walikuwa katika operesheni ya kuwaondoa ombaomba hao bandia ambao wanawalaghai wananchi. Wengi wao hawana uhakika na ukweli wa vile viungo wanavyoviainisha kwamba ni vibovu au vina athari. Kwa ombaomba huyu, polisi ilikuwa na wasiwasi kwamba inawezekana upofu wake ulikuwa wa ulaghai, ingawa baadaye ikawa inaelezwa mabomu ya kutoa machozi ndio yaliyoponya. Bado habari hii inaendelea kuwa na utata, lakini ndio hivyo. Mwisho wa kipindi kile kama hiki kitaweza kusikika juma lijalo muda na wakati kama huu. Jina langu ni Sudi Mneti. DW. Je, umeipata hiyo? Tunaanzia hapa Ulaya, katika duka moja kubwa mjini Copenhagen, Denmark. Mmiliki wa duka hilo alilazimika kuiondoa sanamu ya mwanamuziki maarufu wa miondoko ya pop Michael Jackson kwa kile alichoeleza kuwa kinawaghadhibisha wateja na unaweza kupungua kuja katika duka hilo kutokana na kile kinachoelezwa tuhuma za wakati wa uhai wake mwanamuziki huyo za kuwadhalilisha watoto wa kiume. Charlotte Anderson, meneja masoko duka hilo, alikiambia kituo cha televisheni cha TV2 kwamba wamepokea malalamiko takriban 15 kuhusu sanamu ya Michael Jackson. Mengi ya malalamiko hayo ni kutoka kwa familia zenye watoto. Kutokana na hali hiyo, duka hilo kubwa kabisa na kongwe nchini Denmark limeamua kuondosha sanamu ya gwiji la miondoko ya pop kwa kulinda wateja. Unasikia watu
wanavyolinda maadili katika baadhi ya maeneo yao. Jinamizi la tuhuma bado linaendelea kumwandama pamoja na kwamba hayupo ulimwenguni. Wazazi wa kina mmoja mfanyabiashara nchini India, Rafael Samuel, wanahangaika kutafuta namna ya kujinasua na mikono ya sheria baada ya kijana huyo kuamojea shutuma zilizoambatana na mashtaka ya kumzaa bila ridhaa yake. Kijana mtuhumu anasema ni makosa makubwa amefanya ya kumleta duniani na kumfanya aishi kwenye mtoto wa kuhangaika na maisha kwa muda mrefu. Amekiri kwamba ni jambo gumu sana la kuwepo kwa maridhiano kabla ya kuzaliwa kwake, lakini amesisitiza kuwa haukuwa uamuzi wao kuzaliwa. Rafael anasema anapaswa kulipwa kwa maisha yake yote ili kumuondoa katika hali ngumu ya maisha na kumepusha na kusakanya ili kupata riziki. Duru zinaeleza kuwa wazazi wa mtoto huyo ambao wote ni wanasheria wanalizingatia kwa umakini mkubwa swala hilo. Mama yake Vita Kennedy Samuel ameonyeshwa kufurahishwa na hatua ya mtoto huyo na kusema kwa vile yeye na baba yake ni wanasheria wanasubiri kupandishwa kizimbani na mtoto wao, lakini hamasa zaidi ipo katika namna ambayo mtoto wao ataeleza kwa namna gani wangeweza kufanya naye mjadala kabla ya kuzaliwa kwake. Lakini pia akaongeza yuko tayari kutiwa hatiani kama kutabainika kosa. Msikilizaji, hebu fikiria wazazi hawa, alafu fikiria na kule kwingine. Nadhani sasa huyu bwana angekuwa anapata laana au analaaniwa kwa namna tofauti. Kwanza anapata laana ya wazazi kwa kitendo hiki, lakini pia wajomba, shangazi na watu wengine wanaoshuhudia, ingekuwa balaa tupu. Matumizi ya nguvu ya kupita kiasi, hili neno linatumiwa hasa kwa vyombo vya usalama kama polisi pale wanavyoshughulika na masuala ya kuleta hali ya amani na utulivu, lakini kwa namna isiyopendeza. Nasema namna isiyopendeza au isiyofaa. Najua unatega kusikia kutaka kujua nini hasa nataka kukisema. Jambo husika ni mkasa ambao umetokea nchini Indonesia, pale ambapo polisi wa nchi hiyo walipolazimika kuomba radhi na kutoa ahadi ya kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya maafisa wa polisi waliotumia nyoka hai kumzinga mtuhumiwa shingoni kwa lengo la kumshinikiza aseme ukweli wakati wa mahojiano makali ya kipolisi. Mtuhumiwa alikuwa akishinikizwa kusema ukweli na askari hao baada ya kuhusishwa na wizi wa simu ya mkononi katika video ambayo imetapakaa kwa kiasi kikubwa, imetapakaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii. Usiniulize maswali mengi, najua hoja ni je, nyoka ana sumu? Je, akimuuma mtuhumiwa na labda kusababisha kifo inakuwaje? Mwisho wa kipindi kingine kama hiki juma lijalo, muda na wakati kama huu, mimi ni Sudi Mnete. DW. Je, umeipata hiyo? Kwa watu wengi wanaopendana, harakati zilishaanza muda mrefu za kutafutiana zawadi hii mradi watu kudumisha na kuoneshana mapenzi. Hapa Ujerumani maduka takribani yote yamesheheni ofa kwa ajili ya sikukuu hii ya Valentine, au niseme mapunguzo. Yamejaa tele huko madukani, na kwa hivyo watu wanavyomiminika madukani kununua zawadi sipati cha kukueleza. Maduka mengi yanayokuwa yanafurika watu ni maduka hasa yanauza vitu vya urembo wa kike na manukato. Sijui kwa nini, lakini mambo ni hivyo. Sijui kama wanawake ndio hasa wanaonunuliwa zawadi kwa wingi katika siku hiyo au wanaume, lakini ninachokishuhudia zaidi hapa Ujerumani, maduka ya kuuza vitu vya urembo wa kike na manukato ndio yanaosheheni hasa. Nye wewe huko uliko, nini kinachoendelea katika harakati za kuelekea siku hiyo ya wapendanao? Hebu tunyuze basi. Unanipaga furahi, ukiniacha utanipa jakalaro. Nipe mimi kwengine we useme no, shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa mapenzi. Tukibakia katika siku hiyo hiyo ya Valentine, nadharia zipo nyingi kuhusu chimbuko la Valentine's Day. Kuna wanaoamini hivi kwamba katika karne ya 3 katika utawala wa Roma ulikuwa ukitawaliwa na mfalme Claudius wa pili Gothicus. Alibandikwa jina na kuitwa Claudius Katili kwa sababu ya uongozi wake uliokuwa wa kikatili na tabia ya kuingia kwenye vita na kuwatukana wananchi wake pia.
na kwa hakika alijiingiza kwenye vita vingi kipindi cha karne ya 3 mpaka kufikia hali ya kuwa na tatizo kubwa la kupata wanajeshi kutosha. Mfalme huyu aliamini kwamba anakosa wanajeshi kwa sababu wanaume wa Kiroma hawakutaka kuwaacha wake zao au familia zao. Kwa hivyo alipiga marufuku watu kuoana au kujumbiana huko Roma. Kwa hivyo maelfu ya watu walikata tamaa ya kuingia kwenye ndoa kutokana na amri ya mfalme huyo, na hakuna aliyekuwa tayari kumpinga mfalme huyo. Lakini padri mmoja kwa jina Valentine, yeye alijitokeza kupigania mapenzi. Alianza kuwaozesha watu kwa siri kabla ya watu kwenda vitani. Kwa maana hiyo aliikaidi amri ya mfalme. Lakini siku moja unaambiwa mfalme Claudius alikuja kugundua siri hiyo, na Valentine alikamatwa na kufungwa na kuhukumiwa kifo. Lakini wakati akisubiri kuuawa, alitumbukia kwenye mahaba mazito na msichana aliyekuwa mlemavu wa macho. Usiku kabla ya siku yake ya kunyongwa, Valentine alimwandikia barua kwa wino wa majimaji ya maua. Sasa inavyosemekana ni kwamba maneno aliyoyaandika kwenye barua hiyo yalimfanya mpaka yule msichana mwenye ulemavu wa macho akaweza kuona tena. Jinsi maneno yalivyokuwa matamu, jinsi maneno yalivyokuwa yamejaa mahaba. Lakini kwa bahati mbaya yalikuwa mahaba ya muda mfupi sana, maana siku ya pili Valentine alinyongwa na utawala wa Roma. Na hapo ndipo ilipotajwa kwamba Saint Valentine alijitolea maisha yake kupambania mapenzi, kupambania watu kuunganika katika ndoa. Na kwa maana hiyo wanaoamini katika nadharia hiyo wanaamini kwamba ingawa Valentine aliuawa, lakini mwamko wake bado ungali hai. Wewe je, msikilizaji, unaiamini nadharia hii? Teknolojia ambayo huenda siku moja wanasema ikasaidia katika kukuza figo la binadamu kwa ajili ya upandikizaji. Hata hivyo wataalamu wanaonya kwamba mafanikio yao yalikuwa tu ni hatua ya kwanza, na kwamba vizingiti vikubwa vya kiufundi pamoja na masuala ya kimaadili bado yanaendelea kuwepo kabla mchakato huo haujaanza kutumika katika viungo vya binadamu. Utafiti unaonesha kwamba ni ushahidi wa kwanza unaonesha kwamba huenda ukawa mojawapo ya njia za kutoa suluhu katika tatizo kubwa la ukosefu wa figo za kuchangia kwa watu wenye maradhi yanayosababishwa na matatizo ya figo. Mimi ni Saumu Masimba, asante kwa kuwa nami. Hadi mara nyingine, kwa heri. 2 for the money, 3 for the 3 for the honey, 4 for the 4 when you shake your bum bum bum. Unaweza msikilizaji, tukibakia katika siku hiyo hiyo ya mrefu, hapa Ujerumani maduka takribani yote yamesheheni kwa kasi katika mitandao ya kijamii. Usiniulize maswali mengi. Kumpeleka kwa hoteli kubwa kubwa za hadi hii na ile, mradi watu kudumisha na kwa kasi katika mitandao ya kijamii. Usiniulize maswali mengi. Najua hoja ni je, nyoka na sumu? Je, akimuuma mtumiwa na labda kusababisha kifo inakuwaje? Mwisho wa kipindi kingine kama hiki juma lijalo, muda na wakati kama huu, mimi ni Sudi Mnete. DW. Je, umeipata hiyo? Kwa watu wengi wanaopendana, harakati zilishaanza muda mrefu za kutafutiana zawadi hii na ile, mradi watu kudumisha na kuoneshana mapenzi. Hapa Ujerumani maduka takribani yote yamesheheni ofa kwa ajili ya sikukuu hii ya Valentine, au niseme mapunguzo. Yamejaa tele huko madukani, na kwa hivyo watu wanavyomiminika madukani kununua zawadi, sipati cha kukueleza. Maduka mengi yanayokuwa yanafurika watu ni maduka hasa yanauza vitu vya urembo wa kike na manukato. Sijui kwa nini, lakini mambo ni hivyo. Sijui kama wanawake ndio hasa wanaonunuliwa zawadi kwa wingi katika siku hiyo au wanaume, lakini ninachokishuhudia zaidi hapa Ujerumani, maduka ya kuuza vitu vya urembo wa kike na manukato ndio yanaosheheni hasa. Nye wewe huko uliko, nini kinachoendelea katika harakati za kuelekea siku hiyo ya wapendanao? Hebu tunyuze basi.
Tukibakia katika siku hiyo hiyo ya Valentine, nadharia zipo nyingi kuhusu chimbuko la Valentine's Day. Kuna wanaoamini hivi kwamba katika karne ya 3 katika utawala wa Roma ulikuwa ukitawaliwa na mfalme Claudius wa pili Gothicus. Alibandikwa jina na kuitwa Claudius Katili kwa sababu ya uongozi wake uliokuwa wa kikatili na tabia ya kuingia kwenye vita na kuwatukana wananchi wake pia. Na kwa hakika alijiingiza kwenye vita vingi kipindi cha karne ya 3 mpaka kufikia hali ya kuwa na tatizo kubwa la kupata wanajeshi kutosha. Mfalme huyu aliamini kwamba anakosa wanajeshi kwa sababu wanaume wa Kiroma hawakutaka kuacha wake zao au familia zao. Kwa hivyo alipiga marufuku watu kuoana au kujumbiana huko Roma. Kwa hivyo maelfu ya watu walikata tamaa ya kuingia kwenye ndoa kutokana na amri ya mfalme huyo, na hakuna aliyekuwa tayari kumpinga mfalme huyo. Lakini padri mmoja kwa jina Valentine, yeye alijitokeza kupigania mapenzi. Alianza kuwaozesha watu kwa siri kabla ya watu kwenda vitani. Kwa maana hiyo aliikaidi amri ya mfalme. Lakini siku moja unaambiwa mfalme Claudius alikuja kugundua siri hiyo, na Valentine alikamatwa na kufungwa na kuhukumiwa kifo. Lakini wakati akisubiri kuuawa, alitumbukia kwenye mahaba mazito na msichana aliyekuwa mlemavu wa macho. Usiku kabla ya siku yake ya kunyongwa, Valentine alimwandikia barua kwa wino wa majimaji ya maua. Sasa inavyosemekana ni kwamba maneno aliyoyaandika kwenye barua hiyo yalimfanya mpaka yule msichana mwenye ulemavu wa macho akaweza kuona tena. Jinsi maneno yalivyokuwa matamu, jinsi maneno yalivyokuwa yamejaa mahaba. Lakini kwa bahati mbaya yalikuwa mahaba ya muda mfupi sana, maana siku ya pili Valentine alinyongwa na utawala wa Roma. Na hapo ndipo ilipotajwa kwamba Saint Valentine alijitolea maisha yake kupambania mapenzi, kupambania watu kuunganika katika ndoa. Na kwa maana hiyo wanaoamini katika nadharia hiyo wanaamini kwamba ingawa Valentine aliuawa, lakini mwamko wake bado ungali hai. Wewe je, msikilizaji, unaiamini nadharia hii? Nampenda nani? Shakina lake darani. Anafanya mjengo. Haya, tunaingia katika umepata hii nyingine. Wanasayansi wamefanikiwa kutumia seli shina za panya au wanaziita stem cells kama zinavyoitwa Kiingereza, kukuza figo kwenye kiini tete cha panya kwa kutumia teknolojia ambayo huenda siku moja wanasema ikasaidia katika kukuza figo la binadamu kwa ajili ya upandikizaji. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kwamba mafanikio yao yalikuwa tu ni hatua ya kwanza, na kwamba vizingiti vikubwa vya kiufundi pamoja na masuala ya kimaadili bado yanaendelea kuwepo kabla mchakato huo haujaanza kutumika katika viungo vya binadamu. Utafiti unaonesha kwamba ni ushahidi wa kwanza unaonesha kwamba huenda ukawa mojawapo ya njia za kutoa suluhu katika tatizo kubwa la ukosefu wa figo za kuchangia kwa watu wenye maradhi yanayosababishwa na matatizo ya figo. Mimi ni Saumu Masimba, asante kwa kuwa nami. Hadi mara nyingine, kwa heri. 2 for the money, 3 for the 3 for the honey, 4 for the 4 when you shake your bum bum bum.